nikampongeza mwalimu wa Simba kutengeneza mfumo ambao ulikuwa ni rafiki, ulioweza kuwafanya Simba kutengeneza nafasi nyingi sana za kuweza kufunga. Ni mfumo rafiki ambao moja tunazungumza first 11. Tunasema timu ya ushindi huwa haibadilishwi. Naweza nikajiuliza, yani management ya Simba kwa sajili nyingi walizozifanya, baadhi yao huenda tu hata wasingefanya usajili, wangeongeza tu wachezaji wachache sana ili waweze kuifanya timu ambayo walikuwa nayo iperform kwenye ubora mkubwa. Simba alikuwa bora kwenye maeneo gani? Simba cha kwanza wameingia leo kucheza mechi hii, hawakuwa na mchezaji yoyote yule kiasili ambaye ni kiungo mkabaji. Na hii ni nzuri. Hii inatengeneza mazingira bora kwamba unakuwa na wachezaji wanaochezea mpira wote watatu. Unaangalia Neo Maema, Morris Abraham na Chama ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wametengeneza mstatili ama line moja ya wachezaji watatu. Wote ukiwatazama ni wachezaji ambao ni most advanced playmaker, ni wachezaji wanaopeleka mpira mbele. Lengo na mazumuni la mwalimu Steve kuharakisha mashambulizi yaende mbele kwa kasi. Yaani kama kuna mchezaji ambaye anaweza akapata mpira, kama ataona hawezi kupiga pasi, manaka ana uwezo wa kwenda mita 1, 2, 3, 4 na mpira mwenyewe kabla hajatoa pasi ya mwisho. Na hii ndio ilikuwa ni key concept ya mwalimu. Na mwalimu akafanikiwa sana kuweka wachezaji ambao walikuwa wote wako straight forward. Wachezaji ambao they think forward, wanawaza mbele na wana uwezo wa kupeleka mpira mbele. Baada ya wale wachezaji watatu, kukawepo na wachezaji wengine watatu mbele. Kwa maana Anicet Yaula, Libasi pamoja na Mpanzu. Sasa kilikuwa kinatokea kitu kimoja. Chama alikuwa mara kadhaa Anicet Yaula ukishamtazama Morris pamoja na Neo Maema, Chama ndio alikuwa anakuja kuchukua mpira kwa Neo. Akishachukua mpira anaanzisha mashambulizi kwenda kwa Morris, lakini yeye ndio alikuwa anafanya kubadilishana namba kwenye eneo la mwisho, namba 9 pamoja na mzungumzia Mpanzu. Hawa ndio walikuwa ni wachezaji walikuwa wanabadilishana namba. Kama unataka kuamini vizuri, kwa maana kwamba Mpanzu anaposogea chini, anayekwenda mbele zaidi alikuwa anakwenda kwa namna moja ama nyingine, mchezaji ambaye alikuwa anakwenda kutengeneza stability alikuwa ni Chama, ambaye alikuwa anaonekana ni very very threat. Kwa nini? Angalia matukio mawili makubwa kwenye mechi ya leo. Chama ameweza kureceive mpira. Baada ya kureceive mpira akiwa ametani out kwenye eneo namba 9, ule mpira akautoa pass. Kuna goli moja lilikataliwa la Anicet Yaula, akatoa pass. Baada ya kutoa pasi na kwenda kwa Libasi akajaribu kutoa ile cross kwenda kwa Anicet Yaula. Bahati mbaya Yaula alikuwa ameshaotea, goli ile liweza kukataliwa. Lakini unaweza ukaliangalia namna lilivyopigwa. Limepigwa kwa kufuata misingi ya Chama alivyokuwa anaangalia. Kama Mpanzu yuko chini, manake yeye anakwenda kurotate, anaenda kwenye eneo la katikati kwa sababu ni mzuri kudribble, ni mzuri wa kureceive mpira na ni mzuri pia anaweza akaanzisha mashambulizi. Hii yote ilikuwa ni kutengeneza uwiano bora zaidi wa timu kuperform. Na hii nimeweza kuiona mchango wake kwenye goli ambalo liliweza kukataliwa Anicet Yaula. Lakini rudi angalia goli alilofunga mwenyewe baada ya Libasege baada ya Mpanzu ku-advance huku pembeni, akajaribu ku-catch out kwenda kwenye touchline, akapiga cross ndefu zaidi, inakutana Libase, anairudisha ndani. Aliyetakiwa kuwa kwenye eneo lile kwa muda huo alitakiwa kuwa ni Mpanzu, lakini mwalimu ameshawaseti. Mpanzu anapokuwa pembeni, anayetakiwa kusimama kwenye eneo namba 9 ama namba 10 anatakiwa kuwa Chama, na ndio maana ile pasi ya Libase imeweza kumkuta Chama akiwa peke yake, kwa sababu ni mpango kazi wa mwalimu na akaweza kufunga goli. Ukiacha hilo tukio la pili, kuna tukio la tatu ambalo uko mpira ulipigwa kwenye penalty box. Chama ndio alikuwa mtu wa mwisho, akaureceive ule mpira, akapiga shuti ambalo golikipa wa timu ya Singida alidaka. Ingawa ule mpira alikuwa ameshaudaka, na ule mpira angeupiga vizuri manaka angeweza kufunga goli lingine. Bahati mbaya golikipa Mwamzi akasema bana, akapuliza kwa sababu kuna mazambi alikuwa amefanyika. Maana yake nini? Unaweza ukamsifu mwalimu wa Simba kwa maana kwamba kuanzisha wachezaji wote ambao ni straightforward, wanaowaza mbele, wanakwenda mbele, wachezaji ambao wanaweza akachezesha timu, kumesaidia sana. Simba alikuwa na mikimbio ya hatari sana leo. Yaani madefenders wa timu ya Singida wasingekaa vizuri, maana yake wangefungwa magoli mengi. Ndio maana unaweza ukaona jambo moja linaweza kutokea.
ambao nalizungumza hapa kwamba Imoro pamoja na Andekov hawakupata nafasi za kupandisha mashambulizi mbele, kwa sababu ukitoka Libase huyu hapa, ukitoka Chama huyu hapa, maana yake wakabaki nyuma, wakawafanya sasa watu kama kina James Mwashinga kuendelea kustick down kwenye eneo la mwisho la penalty box ya Singida na kuwafanya Singida wasitengeneze nafasi nyingi zaidi kwenda mbele. Mwisho wa siku matokeo tukayaona haya, na Simba wasingeweza kulalamika wakajikuta wameconcentrate na ile goli ambalo walitaka kupewa penalti. Maana yake nini? Huenda hata Singida wasingepata goli kabisa, kwa sababu dakika 45 kipindi cha kwanza sikuona Jonathan Soa akiwa kama last target man akipiga mashuti kama mshambuliaji wa mwisho kupata nafasi za wazi ambazo zingeweza kuzalisha magoli. Sikuweza kuziona akizipata, jambo ambalo linakwambia kabisa kwamba kikosi cha Singida kuna mahara kitaalamu kiliferi kwenye game plan. Sawa, kuna tukio la mkwaju wa penalti ambalo